mwezi huu wa Disemba tunakaribia kusherehekea kusaliwa kwa Yesu Kristu. Ushauri wangu ni kwamba tuombe ili Yesu Kristu aweze kuzaliwa ndani ya mioyo yetu, ili tuwe watu wema, tuwe watu wapole, tuwe wakarimu, tusherekee na watu wengine. Na pia tujue kwamba mwakani watoto wanaenda shuleni, basi wazazi tuweze kusherekea tukijua kwamba mwakani watoto wanaenda shule, tuwapeleke shuleni, manake masomo ndio jambo ambalo linafanya naboresha maisha ya mwanadamu, inaleta usawa katika jamii, inatuimarisha katika jamii. Kwa hivyo tunawatakia Christmas njema, pia tunawatakia moyo wa utulivu, moyo wa upendo, moyo wa msamaha, pia moyo wa mabadiliko. Tunapobadilika tunakuwa viumbe vizuri vya Mungu. Omba wale ambao tunashiriki katika hii misa na sherehe kubwa ya Mama Bikira Maria, tusije tukasahau tunapoingia msimu wa Christmas, tukasahau mambo ya watoto wetu. Mwaka ujao 2026 wanarudi shuleni, ili tuwajangie mahitaji ambayo wanatakana kwa ajili ya masomo yao, ndiposa nidhamu yao na maisha yao yaweze kuwa ya furaha. Walejio ni watu ambao wanamtumikia Mungu, wakifanya kazi karibu sana na mapadri, ni kwa ajili ya kuleta upendo, amani na furaha katika familia. Watoto wetu wengi wasichana wanapotoshwa kwa ajili ya tamaa ya mali ya dunia, pesa na mahitaji mengine. Walejio waombee sala, na zaidi ya hayo wafikie katika hali ya mahangaiko hiyo, ili nao waweze kuiga mfano wa Mama Bikira Maria mnyenyekevu, mpole na muombezi kwa ajili ya maisha yao ya miaka ijayo. Ndiposa tuweze kupata familia ambayo inaiga mfano wa Mama Bikira Maria, Yosefu na Yesu. Mlejio ni Mkristo Mkatoliki ambaye anapokea sakramenti na anafuata tabia ya Mama Bikira Maria. Kwa hiyo mlejio anatakana awe mtu mpole, awe mlezi, mtu wa kulea, mtu wa kuongoza, mtu wa kushauri. Asiwe mtu mchoyo, asiwe mtu ambaye anawasumbua watu wengine, asiwe mtu mlevi, awe mtu ambaye ametoa maisha yake kwa ajili ya Mungu, akifuata mfano wa Mama Bikira Maria, mama wa Mungu.